Kulipa kodi ni kitendo cha uzalendo. Lipa kodi yako, changia maendeleo, ni kwa ajili yako, lijenge taifa lako. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa mpango mliokuja nao kwa sasa wa kutembea duka hadi duka ili muweze kuwafahamu wafanyabiashara. Hili ni jambo zuri ambalo linaleta hamasa kwa walipa kodi, kwa sababu mtu tu ilikuwa kwenda TRA ni lazima afikirie mara mbili mara tatu, lakini tunapofanya mahusiano haya yanakuwa yanajenga ulipaji wa kodi ambao ni rahisi zaidi. Nafikiri kila mmoja atalipa kodi sasa kwa hamasa kwamba anaenda TRA, anaenda kulipa kodi. Hii ni utaratibu mzuri, na si mwanzoni kulikuwa na kuogopana. Ukimkuta afisa wa TRA unaweza kukimbia hata duka ukafunga, lakini sasa hizi hapa ni kwa amani zaidi, kwa sababu wanapofika dukani kwako unajua anakuja kuelimisha kwa sababu ya kulipa kodi, na wewe unatoa changamoto zako. Hii elimu wa mwanzoni ilikuwa ni elimu tunaitana tu tunapeana elimu hapa, lakini elimu mpaka dukani inapendeza zaidi. Nashukuru sana nyinyi mliokuja, mtajifunza mambo mengi. Nashukuru serikali yetu, pia kushukuru moja kwa moja idara ya TRA kwa kuweza kutufikia, kutembelea madukani mwetu na kutupa elimu mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia. Moja ya changamoto ambazo tunaweza kukutana nazo sisi ofisini za kila siku, lakini uwepo wenu wa kutembelea sisi kila siku ndio umekuwa nguzo kubwa na kuweza kutujenga, kwa sababu kila siku watu wanabadilika. Furahi sana na nawashukuru maafisa wa TRA kwa kuja kututembelea na kutupatia elimu juu ya vitu mbalimbali, especially kwenye hili swala la mashine za kuweza kutusaidia kutoa risiti kwa wateja, kwa sababu zinaweza kusaidia kwenye swala zima la kuweza kujua makadirio sahihi kwa sisi wafanyabiashara. Yaani zile mashine zinasaidia sisi wafanyabiashara kuweza kupewa makadirio sahihi ili tusiweze kuwa na migogoro kwamba kuhisi labda tunaonewa kwenye swala zima la makadirio. Kwa hiyo tunashukuru sana maafisa wa TRA. Tunaomba mzidi kutupatia elimu na kutembelea tena siku nyingine. Ushauri niliotoa mimi ni pamoja na kushauri kwamba liwepo hata group la WhatsApp la kuunganisha wafanyabiashara, kwa sababu kuna muda unakuta network iko chini, mtandao unasumbua. Sasa ili uweze na mteja unakuta umemuuzia product anataka receipt, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuiwasilisha kwenu haraka kuisolve ili tuweze kubaki na ile evidence, kwa sababu kuna mteja mwingine anaweza akawa amenunua mzigo afu ikatokea amekamatwa na TRA. Sasa changamoto unakuta ni utoaji wa receipt, ili mtandao ulikuwa umecheza. Kwa hiyo inapokuwepo sehemu ya kuwasilisha kwa haraka inakuwa ni rahisi kwa na ile evidence, hata TRA wao wataona kweli huyu mtu alishatoa receipt, ila changamoto ilikuwa ni mtandao. Kwa wafanyabiashara tusogope. Unajua kuna maneno watu wanaogopa TRA, wakiambiwa kuhusu TRA wanajua labda wanakadiriwa makodi makubwa. Kifupi TRA wanakadiria kile kitu ambacho wewe unakiuza, yani mauzo yako yanaendana na kile kitu ambacho utakilipia kodi. Ni muhimu kulipa kodi kwa wakati bila kusubiri kufuatwa. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kulipa kwa awamu, lipa kwa hizo awamu zako. Unaweza kaenda TRA pale ukajua, wakakupa control number zako, kwa hiyo ukawa unalipa kwa wakati pasipo kubuguziwa na kufuatwa. Utaona unafanya biashara yako vizuri. Na washauri wafanyabiashara wenzangu wawe huru kuelezea changamoto zao wanazopitia kwenye mambo mbalimbali ya biashara kwa maafisa wanapokuwa wanatutembelea, ili tuweze kutatuliwa changamoto zozote ambazo zinakuwa zinajitokeza. Hivyo basi naomba wafanyabiashara wenzangu tuweze kutoa ushirikiano mzuri kwa TRA. Tunalipa kodi kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe. Ukiuza toa risiti, ukinunua dai risiti. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.